Katika jiji la Mashhad, chini ya minara inayopenya anga la Irani, alizaliwa kijana mwembamba wa uso wa utulivu, lakini mwenye moto wa kimapinduzi moyoni. Hakujulikana sana wakati huo. Hakukuwa na ishara kwamba siku moja angekuwa mtu mwenye sauti ya mwisho juu ya vita na amani, siasa na imani, maisha na maamuzi ya taifa zima. Huyu ndiye Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, mtu ambaye kwa zaidi ya miongo mitatu ameshikilia hatamu za Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kwa mkono wa chuma uliovikwa joho la kidini. Kutoka vifungo vya gereza chini ya utawala wa Shah hadi kiti cha juu kabisa cha mamlaka baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, safari yake ni simulizi ya mapambano, mikakati ya kimya kimya na maamuzi yaliyotikisa Mashariki ya Kati. Wapo wanaomwona kama mlinzi wa mapinduzi, wapo wanaomwona kama alama ya ukandamizaji, lakini hakuna anayebisha ukweli mmoja: historia ya Iran ya kisasa haiwezi kusimulia bila jina lake. Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei alizaliwa mwaka 1939, akaja kuwa kiongozi wa kisiasa na kiroho aliyeachilia athari kubwa bila kifani kwenye siasa za Mashariki ya Kati na historia ya Irani ya kisasa. Kwa zaidi ya muongo mmoja, jina lake limekuwa kiashiria cha mamlaka, utawala wa kidikteta na mvutano usiozimika kati ya Irani na dunia nzima. Khamenei alisoma kwenye mji mkuu wa taaluma ya Kiisheh, na akawa mfuasi wa dhati wa Ruhollah Khomeini, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Alijitoa kupinga utawala wa Shah huku akikumbana na vifungo na mateso ya usalama wakati wa mapambano ya mwanzo. Baada ya mapinduzi, Khamenei alipata nafasi mbalimbali za uongozi, akiwemo uongozi wa Jeshi la Mapinduzi IRGC kwa muda mfupi, na baadaye kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri mpya ya Kiislamu kuanzia miaka ya 1980. Lakini hatimaye chimbuko lake la nguvu kamili lilikuja mwaka 1989 alipoteuliwa kuwa kiongozi mkuu, yani Supreme Leader, baada ya kifo cha Khomeini. Ingawa hakukidhi vigezo vya kawaida vya kiroho kwa baadhi ya wanazuoni wa Shia, Khamenei aliunda mtindo wa uongozi ambao umejengwa juu ya kanuni kuu mbili: Velayat Fakh, utawala wa mwanazuoni, na kudhibiti mamlaka zote za serikali kwa mkono mmoja. Hii ilisababisha yeye kuwa msimamo wa mwisho wa sera zote za Iran, kutoka ulinzi na ngazi za kisiasa hadi mahusiano ya nje. Katika miaka ya hivi karibuni, wimbi la chuki dhidi ya uongozi wake limepanda. Wanafunzi na wananchi wamepiga kelele dhidi ya utawala wake, wakimtaka achukue hatua za marekebisho ama ajiuzulu, haswa kutokana na mateso ya kiuchumi, ukandamizaji wa mitandaoni na ukosefu wa heshima kwa maoni ya wananchi. Hii ni sehemu ya maandamano mapya nchini Iran yanayoendelea tangu mwisho wa mwaka 2025 na kuendelea 2026, yaliyopelekea visa vingi vya vurugu na vifo. Katika historia ya uhai wake, Khamenei alisisitiza kuwa ngazi zote za maandamano ya upinzani ni mpango wa adui, hasa Marekani au Israeli, badala ya kutambua malalamiko ya wananchi wenyewe. Msimamo huu umekuwa ukitolewa mara nyingi na njia ya serikali ya kupambana na maandamano kwa nguvu, ikikatiza mitandao na kuzuia uhuru wa habari. Kwa upande mwingine, alikuwa mtawala mkali wakati wa matukio makubwa kama msukosuko wa miaka ya 2009, 2022 na sasa miezi ya mwaka 2025 hadi 2026, ambapo umma ulipaza sauti dhidi ya ukandamizaji, ukosefu wa haki na mateso ya kijamii. Uchunguzi mpya uliochapishwa hivi majuzi unaonyesha kwamba Khamenei amejenga mtandao mkubwa wa ushawishi unaoitwa Bayat Raibar, nyumba ya uongozi yenye maelfu ya watu wanaosimamia utekelezaji wa sera zake katika sekta zote za serikali, vyombo vya habari, elimu na usalama. Hii, kwa mujibu wa watafiti wa kimataifa, imefanya mamlaka yake kufanikiwa hata kama anaonekana hana mwonekano wa mara kwa mara.
Kiongozi huyo ameongoza Irani kupitia nyakati ngumu za migogoro ya kikanda, ikiwa ni pamoja na vita na Israel, huku akisema mashambulizi ya adui yatageuka vita vya kikanda ikiwa yataletwa. Hata hivyo, hasimu kama Israeli imeendelea mbali kusema kwamba Khamenei hawezi kukaa hai tena, ishara ya jinsi mgogoro wa kikanda unavyoweza kusababisha msimamo mkali wa kisiasa. Uongozi wa Khamenei ulikuwa ukihusisha pia na changamoto kubwa za kiuchumi chini ya vikwazo vya kimataifa, hatua ambayo imeongeza hasira za wananchi dhidi ya serikali. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha uwepo wa wasiwasi mkubwa juu ya urithi wa madaraka na uhusiano wa familia yake na mali kubwa zilizojikusanya nje ya uwazi, jambo ambalo limeibua maswali juu ya uwajibikaji na mshikamano wa mfumo wa kiimani na kiraia. Historia ya Ayatollah Said al-Khamenei ni simulizi ya nguvu isiyo na kifani katika karne ya 20 na 21, kutoka kwenye mikutano ya mapinduzi hadi kuwa mtu mwenye mamlaka juu zaidi. Uongozi wake umejengwa kwa mikakati ya udhibiti wa dola, kuzuia mapinduzi ya ndani na kupambana bila huruma dhidi ya maadui wa nje. Lakini pamoja na ushindi wake wa kisiasa, anaendelea kukabili vitisho vya ndani, maandamano, ukosefu wa matumaini ya wananchi na shinikizo la kimataifa. Simulizi hili la maisha na utawala wake linaonyesha ushindani wa dunia ya kisiasa baina ya uongozi wa kidikteta na shauku ya umma kutafuta demokrasia. Swali ambalo linaendelea kuliacha dunia ikijiuliza, je, Irani itapata mwelekeo mpya? Lakini nje ya joho hilo la utawala, kuna uso mwingine wa uongozi mkali wa kimkakati na usiotetereka katika msimamo dhidi ya Israeli. Kwa mujibu wa Britannica na uchambuzi wa Council on Foreign Relations CFR, Khamenei aliegemeza mamlaka yake juu ya dhana ya Velayat Faqih, utawala wa mwanazuoni wa Kiislamu, ambapo kiongozi mkuu ana mamlaka ya mwisho juu ya jeshi, mahakama na sera za nje. Hivyo taswira yake ya kidini si mapambo, ni mhimili wa uhalali wa maamuzi ya kimkakati. Hotuba zake mara nyingi huchanganya nukuu za kidini na msimamo mkali wa kisiasa. Katika matamshi yaliyoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters na AP News katika vipindi tofauti vya mivutano ya kikanda, Khamenei ameitaja Israeli kama utawala wa kizayuni na kusisitiza kuwa Teherani itaendelea kuunga mkono mahangaiko wa Palestina. CFR inaeleza kuwa Irani chini ya mwongozo wa Khamenei ilipanua mtandao wa washirika wa kikanda ikiwemo Hezbollah wa Lebanon kama sehemu ya mkakati wa kuzuia Israeli kwa njia ya kuizunguka kimkakati. Israeli kwa upande wake imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo yanayohusishwa na Irani nchini Syria, jambo lililoripotiwa mara kwa mara na Reuters. Kwa mtazamo wa Khamenei, huu ni ulinzi wa mbele, kuhamisha mstari wa mapambano mbali na mipaka ya Irani. Kwa mtazamo wa Israeli, ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa kitaifa. Katika vipindi vya mvutano mkali, ikiwemo baada ya mashambulizi au vifo vya makamanda wa Irani, vyombo vya habari kama Al Jazeera na AP News vimeripoti kauli za Khamenei akiahidi majibu makali. Hata hivyo, majibu hayo mara nyingi huja kwa njia zisizo za moja kwa moja, kupitia washirika wa kikanda au hatua za kimkakati badala ya mapambano ya wazi. Taswira hii inajenga mkanganyiko wa kipekee. Kiongozi wa kidini anayesisitiza unyenyekevu wa maisha binafsi, lakini anayesimamia mkakati mpana wa kijeshi na kisiasa unaolenga kuikabili Israeli katika nyanja nyingi, kutoka propaganda hadi silaha za makombora. Wachambuzi wa kimataifa wamenukuliwa wakisema kuwa nguvu ya Khamenei imo katika uwezo wake wa kuunganisha imani na siasa, kuwasilisha mapambano dhidi ya Israeli kama jukumu la kidini na la kimapinduzi kwa wakati mmoja. Hii inaimarisha mshikamano wa wafuasi wake, lakini pia inazidisha mgawanyiko wa kikanda.
Kwa wafuasi wake, yeye ni mlinzi wa mapinduzi na mtetezi wa Palestina. Kwa wakosoaji wake, ni mhimili wa sera kali zinazoongeza hatari za kivita vya kikanda. Maisha ya Ali Khamenei yanaishia katika mihimili miwili: utulivu wa madrasa na joto la siasa za Mashariki ya Kati. Utawala wake unampa sauti ya kiroho, mkakati wake dhidi ya Israeli unampa uzito wa kisiasa na kijeshi. Na katika kila hotuba, kila onyo na kila hatua ya washirika wake wa kikanda, dunia huona muunganiko huo, joo jeupe la mwanazuoni likipeperuka sambamba na kivuli cha vita visivyo rasmi vinavyoendelea chini ya anga la Mashariki ya Kati. Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani tangu mwaka 1989, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Kifo chake kimeleta sura kubwa katika historia ya Mashariki ya Kati na kubakia tukio la kihistoria lenye ushahidi wa vyombo vya habari vya kimataifa. Iranian State Media ilithibitisha rasmi kifo cha Ali Khamenei baada ya mashambulizi makubwa ya anga yaliyolenga maeneo ya serikali na kijeshi ndani ya Teherani. Vyombo vya habari vya serikali vimeeleza kuwa amefariki akiwa kazini na akifanya majukumu yake kama kiongozi mkuu na kutajwa kama shahidi. Serikali ilitangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na siku 7 za likizo ya umma, ikiwa ni sehemu kwa kiongozi huyo. Khamenei ameuawa katika mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israeli, yaliyolenga maeneo mbalimbali nchini Irani. Rais wa Marekani alitangaza kifo chake kupitia mitandao ya kijamii, akisema kwamba amefariki kutokana na operesheni hiyo. Ripoti hizo zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya operesheni ya kijeshi iliyolenga miundombinu ya serikali ya Iran na viongozi wake, wakati mzozo wa kanda ya Mashariki ya Kati ulikuwa ukizidi kuongezeka. Kifo chake Khamenei kiliibua mwendo mkali wa hisia kikanda katika Pakistan na Iraq. Watu walikusanyika kutangaza ghadhabu na huzuni kwa kifo chake, na habari hizo ziliripotiwa moja kwa moja na Reuters, pamoja na mwanzo wa shinikizo la kisiasa ndani ya Iran lililoongezeka kiasi kwamba suala la urithi wa uongozi lilikuwa likizungumziwa na vyombo vya habari na wachambuzi wa siasa. Baadhi ya ripoti pia zilitaja kwamba baadhi ya jamaa wa Khamenei waliathirika kwenye shambulio hilo, ikiwemo mtu wa karibu wa familia, jambo lililoongeza huzuni na ugumu wa wakati huo katika jamii ya Irani. Kifo hicho kilifungua nafasi ya mjadala mpya ndani ya Irani kuhusu mustakabali wa uongozi na mfumo wa kisiasa. Wazee wa dini, viongozi wa siasa na wanajamii walihamasishwa zaidi kufikiria kuhusu uwezekano wa mageuzi ya kidemokrasia na ushiriki mkubwa wa wananchi katika uongozi wa nchi. Baada ya siku za kwanza za ghasia na mwiba wa vita, viongozi wa dunia walitoa wito wa kupunguza mvutano kanda nzima. Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yalitia msisitizo juu ya umuhimu wa kushughulikia migogoro kwa njia ya diplomasia na mazungumzo. Kwa mamilioni ya wananchi wa Irani waliochoka na miongo ya ukandamizaji na ukosefu wa fursa, kifo cha Khamenei kimekuwa kama ishara mpya ya kuanza upya. Wasomi na wanaharakati wa jamii waliona tukio hilo kama pumziko la kuanzisha debuni mpya ya uongozi wenye uwazi, haki na mstari wa mbele wa demokrasia. Kwa sehemu kubwa ya dunia, kifo chake kilipelekea mjadala wa kina kuhusu mustakabali wa uhusiano wa Mashariki ya Kati, usalama wa kimataifa na nafasi ya Irani katika siasa za kimataifa. Kuanzia hapa, mataifa mengi yalijitahidi kusonga mbele kwa umoja na diplomasia badala ya msukumo wa vita. Kwa mujibu wa ushahidi wa vyombo vya habari vya kimataifa na taarifa rasmi za serikali za Irani, Ali Khamenei alifariki dunia tarehe 28 Februari mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kushambuliwa katika mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi yaliyoendeshwa kwa mujibu wa Marekani na Israeli. Kifo chake kilithibitishwa na vyombo vya habari vya Irani na kutangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa. Lakini simulizi la mwisho hapa si tu juu ya kifo, ni juu ya tumaini na mwanga mpya uliotokana na tukio hilo.
Kifo chake kilifungua mlango wa mabadiliko, mjadala wa kisiasa na imani ya wengi kwamba hata wakati wa giza kubwa, tumaini linaweza kuchipua mwangaza mpya wa mustakabali bora.